Serikali ya Afrika Kusini imethibitisha kuwa raia wake 17 wamepiga simu za kuomba msaada baada ya kujikuta wakiwa wamenaswa katika eneo la vita la Donbas, mashariki mwa Ukraine, wakihusishwa na makundi ya kijeshi yanayoshiriki katika mzozo kati ya Urusi na Ukraine. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa amesema serikali yake inachunguza mazingira yaliyosababisha vijana hao kujiunga na shughuli za kijeshi nje ya nchi ambazo zimeelezwa kama aina ya uajiri wa mamluki. Kwa mujibu wa taarifa ya msemaji wa serikali Vincent Magwenya, raia hao 17 wenye umri kati ya miaka 20 hadi 39 walinaswa katika eneo la Donbas ambako mapigano makali yanaendelea kati ya majeshi ya Ukraine na majeshi ya Urusi. Magwenya alisema serikali inafanya mawasiliano kupitia njia za kidiplomasia kuhakikisha kurejeshwa kwao kwa usalama. Sheria za Afrika Kusini zinakataza raia wake kupigana au kufanya kazi za kijeshi kwa niaba ya serikali ya kigeni bila kibali maalum cha serikali. Hivyo, hatua ya vijana hao imeelezwa kuwa kinyume cha sheria ya nchi hiyo. Serikali imedai kuwa vijana hao walidanganywa kwa ahadi za mikataba yenye mishahara mikubwa, wakiamini wanakwenda kufanya kazi halali, lakini wakajikuta wanatumika kama wapiganaji wa kukodi. Ramaphosa amelaani vikali unyonyaji wa vijana wadogo na walio katika mazingira magumu, akisema kuna watu wanaoshirikiana na taasisi za kijeshi za kigeni kwa lengo la kutumia changamoto za ajira kuwavuta vijana wa Kiafrika kuingia vitani. Ripoti zinasema 16 kati ya vijana hao wanatoka jimbo la KwaZulu-Natal na mmoja kutoka Eastern Cape. Wachambuzi wanasema kiwango kikubwa cha ukosefu wa ajira ambacho kinazidi 30% hasa kwa vijana kinawafanya kuwa rahisi kushawishiwa na ahadi za ajira zenye malipo mazuri nje ya nchi. Tukio hili linakuja miezi michache baada ya serikali ya Afrika Kusini kutoa tahadhari kwa vijana wake, hasa wanawake, kuhusu matangazo ya ajira ya uongo yanayopatikana mitandaoni hasa kutoka Urusi. Mapema mwaka huu, uchunguzi wa BBC ulibaini wanawake kutoka Afrika walikuwa wakipelekwa kwenye kiwanda cha drones katika eneo la Alabuga, Urusi, wakidanganywa kwa ahadi za kazi bora. Kwa mujibu wa makadirio, zaidi ya wanawake 1000 kutoka Afrika na Asia Kusini wameajiriwa kufanya kazi katika viwanda vya silaha nchini Urusi. Mamlaka za Kenya pia ziliripoti mwezi Septemba kuwa zimewaokoa watu zaidi ya 20 waliokuwa wakisafirishwa kimakosa kwenda Urusi kwa ahadi za kazi, lakini walikuwa wanaelekezwa vitani Ukraine. Ukraine imekiri kuwashikilia raia kutoka mataifa kadhaa ya Afrika kama Somalia, Sierra Leone, Togo pamoja na Nigeria katika kambi za wafungwa wa kivita. Hata hivyo, nchi hiyo imekosolewa vikali kwa juhudi zake za kujaribu kuajiri wapiganaji wa kigeni, wakiwemo wapiganaji kutoka Afrika. Wachambuzi wanasema tukio la raia wa Afrika Kusini kukwama Donbas linaonyesha jinsi vijana wa Afrika wanavyohusishwa kwa siri au kudanganywa kuingia kwenye vita visivyokuwa vyao, jambo linaloongeza changamoto ya usalama na heshima ya bara hilo kimataifa.